Tunaenda sehemu ya 5, qari'atu tariqi. Qari'atu tariqi ni sehemu ya katikati ya barabara. Je, Muislamu anaweza kutekeleza ibada ya swala katikati ya barabara? Tumeelewana Kiswahili hapo eh? Anasema tukrahu salatu ala qari'ati tariq, imekatazwa kuswali katikati ya barabara. Katikati ya barabara imekatazwa kutekeleza ibada ya swala. Wa huwa madhhabu al-jumhur, haya ni madhehebu ya maulama. Al-Hanafiya ni watu wa Abi Hanifa, wal Malikiya na watu wa Imami Malik, wa Shafi'iyya na upande wa Imami Shafi'i. Wa dhalika lilati, na hilo ni kwa sababu hizi zinazofuata, kwamba kwa nini haifai katikati ya barabara mtu kuswali, ni kwa sababu ya hizi zinazofuata. Awalan, sababu ya kwanza, lima yamurru fiha min ad-dawabi, ni kwa sababu ile sehemu ya katikati ya barabara kunapita wanyama na kunapita vipando mbalimbali. Fayakau fi dhalika min abwaliha wa arwathiha, na huenda wakati anaswali katikati ya barabara wanyama wanapita wanaangusha mikojo pamoja na kinyesi kile haja kubwa, japokuwa kwamba sio najisi, lakini itakuwa ile peke yake inakufanya nini? Inakutoa kwenye umakini wa ile sala. Nenda kwenye kitabu Al-Mudawwanatul Kubra Lisahnuni, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 182. Thaniyan, sababu ya pili, annahu yashghalu haqqa al-ammati, hakika yule ambaye anayeswali katikati ya barabara ameamua kujishughulisha na haki ya watu wote. Barabara ni ya mtu maalum, barabara ni ya mtu maalum, si ni kila mmoja anafaa kupita kwenye ile barabara. Sasa anapoamua kuswali katikati ya barabara, huyu ni mtu ameshughulika na haki ya watu wote, kila mmoja anafaa kupita pale. Bima laysa lahu, ambapo hii sio haki yake peke yake. Akasema ya kwamba mimi wacha ni swali katikati ya barabara, nani atanikataza? Nani ataniambia? Sio haki yako peke yako, kila mmoja pale ni haki yeye kupita na kutembea. Liannaha haqqul aamati lilmurur, ndo anasema hiyo ni kwa sababu ni ya haki ya watu wote wale wanaopita sehemu kama ile. Kwa hiyo moja kwa moja pia hiyo haiwezi kukuruhusu kugeuza ile sehemu ni sehemu ya nini? Ya ibada. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa 162. Thalithan, sababu ya tatu ambayo itakayomfanya yule bwana hafai kuswali mahala hapa, annahu yashghalu al-khatira 'anil khushu'i, sababu nyingine itakuwa inamshughulisha bongo lake, atakosa umakini na utulivu wa swala. Wewe waswali katikati ya njia, mara kapita mnyama huyo, mara kapita punda huyo, mara kapita mwanadamu na pikipiki huyo kapita na baskeli, utakuwa na utulivu kweli hapo? Moja kwa moja huwezi kuwa na utulivu kwenye sehemu hiyo. Bimururi nas, kwa kupita wale watu, wala ghatihim, na zile fujo zao. Kila anayepita na maongezi yake, ana stori zake, wewe waswali pale, uone itakuwa mtihani. Kwa hiyo hii sababu pia inampelekea yule mtu afai kuitekeleza ibada hiyo mahala hapa. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa ni wa 162. Ningependa tukomee hapa insha Allahu taala. Kesho tutakuja kuangalia, je, inafaa mtu kuitekeleza ibada ya swala katika ardhi ambayo imeporwa, ardhi ambayo imeibiwa, imegrabiwa, sio sehemu ambayo imegrabiwa, imeibiwa, yani pabaya hapo. Tuelewana vizuri? Sasa tutakuja kuangalia, je, hapo unafaa kutekeleza ibada ya swala insha Allahu taala.